Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki tena. Siku ya leo tumepata neema na kibali mbele za Bwana kuendelea na mfululizo wa mafundisho yetu kwa kadri ya neema ambayo Mungu ametujalia. Na leo tunaangalia, jana tuliangalia habari ya wizara ya zinaa, kiti ambacho kimetengenezwa. Tunaona kwamba kwenye kiti kuna wizara, ndani ya hizo wizara kuna wizara iliyopewa majukumu ya zinaa. Sasa zinaa ni moja ya idara ambazo zinafanya kazi. Jana tumeona kwenye kitabu cha Hesabu 25 mstari wa kwanza hadi wa 3, walipokaa hapo Shitimu wakakaribishwa kwenda sadakani. Waliposhiriki zile sadaka wakaanza kuzina wanawake wa Moabu. Jana nikasema ziko zinaa za aina mbalimbali. Leo tunaangalia tena kidogo juu ya hili somo, lakini Mungu amenipa neema ya kuwa na kitabu. Hiki ni kitabu kinachozungumza kukombolewa katika agano la zinaa. Ni kitabu ambacho Mungu amenipa kukiandaa na kina mambo mazuri. Sasa haya ninafundisha kwa sehemu, lakini Mungu akikupa neema, ukipata kitabu hiki kitakupa maarifa makubwa kukombolewa katika agano la zinaa. Sasa hiki Mungu alinipa maelekezo na nimekifundisha kwa kina, na kuna hazina kubwa kukusaidia. Yale ambayo nayagusia kidogo yako kwenye kitabu. Kama unatamani kupata kitabu, namba zangu za simu ziko hapo. Pia tunatuma mikoani na utalipia tu pia gharama za usafirishaji kama uko mkoani, lakini zikakufikia mahali ulipo. Namba zangu hizo hapo zinatembea hapo kwenye skrini yako. Basi kama unaona kina hiki nimevifanya kwa shilingi 7,000 kama kuchangia gharama, na ni sadaka yako kwa Bwana, ni shilingi 7,000, na hivyo kasapoti kuchangia gharama za usafirishaji, na kuna hazina kubwa Mungu atakusaidia kuipata hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie kidogo namna ambavyo zinaa inaweza ikasimikwa kwenye kiti. Zinaa inavyoweza kusimikwa kwenye kiti. Kitabu kile cha Mwanzo 38 nataka tunatokadi hadi 18. Mwanzo 38 nataka hadi 18, nitasoma hapo jinsi zinaa inavyoweza kusimikwa kwenye kiti. Mwanzo 38 kwa hadi 18 anasema, huyo Tamari akatoa habari kuwa mkweo anapenda Timna, akate manyoya ya kondoo zake. Basi akavua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika uso, akakaa mlangoni pa Enaimu, karibu na njia ya kuendea Timna, maana alijua kwamba Shela amekuwa mtu mzima, wala hakuozwa awe mkewe. Yuda alipomwona alimdhani kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Akamgeukia kando ya njia, akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Akamuuliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Akasema, nitakuletea mwanambuzi wa kundini. Naye akamuuliza, je, utanipa rehani hata utakapomleta? Akasema, nikupe rehani gani? Akamjibu, pete yako ya muhuri na kamba yako na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basi akampa, akaingia kwake, naye akapata mimba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaangalia namna ambavyo zinaa, hii wizara ya zinaa inavyoweza kuingizwa ndani ya kabila, inavyoweza kuingizwa ndani ya ukoo. Sasa huyu ni Yuda, ni mmoja wa watoto wa Yakobo wale 12. Huyu ni Yuda. Alikuwa na wanaye, aliwazaa 3, wakamuoa mwanamke anaitwa Tamari. Wakanza alipomwoa, basi kuna mambo alifanya, akafa. Akapata wa pili, naye akamwozesha, yule akafa. Mwisho akawa mwanamke ana changamoto. Kwa hiyo mwanae alipokuwa hakumpa, basi alichokifanya akamvizia, akatengenezea hila. Mkwe wake akaingia kwenye mfumo wake na akalala naye akijua ni kahaba, na akaweka rehani ya vitu. Na siku ambayo alipojua kwa mwanamke mmoja mkwewe Yuda amepata mimba ya uzinifu, basi
Wakasema basi, akasema mwenye vitu Yuda yeye ndiye alinipa mimba. Yuda akasema ni kweli ana haki mimi, maana hata mwanangu alipokuwa sikuwa hiyo anasema, lakini hakuingia tena kwake. Sasa Yuda kama mwasisi wa ukoo, Shetani alitafuta kuwekeza wizara ya zinaa kwa mwasisi wa kabila. Yuda ni mwasisi wa kabila la Yuda. Sasa huyu mwasisi wa kabila katika ulimwengu wa roho ni lango au ana kiti cha kusimamisha ukoo, ana mamlaka ya kujenga kabila. Kwa ukoo ulianza, lakini ukoo kama kabila la Yuda. Kwa hiyo mwasisi wa kabila anapopitisha roho ya zinaa, inakuwepo kiagano kwenye kabila lake. Sasa tunaona huyu Yuda ni miaka mingi, lakini tunaona baadaye Daudi alikuwa ni mwasisi wa ukoo, lakini Daudi aliasisi kiti cha enzi cha kifalme. Daudi na baada ya kuwa amefanya huduma kwa muda fulani, alianguka pia kwenye zina. Sababu yake Yuda mwasisi wa kabila alianguka kwenye zinaa kupitia mkamwana au mkwewe, mke wa mwanaye ambaye alikufa. Sasa Yuda alipofika hapo, alifungulia rasmi mlango wa zinaa kwenye kabila lake. Naona Daudi naye amekuwa ni mwasisi wa kiti cha kifalme pale katika jiji la Yerusalemu, katika taifa la Israeli. Alikuwa ni mtu ambaye alipakwa mafuta, akaweka kiti ya mamlaka. Kiti cha enzi ni cha milele, hakitafutwa, hakitaondoka juu ya nchi. Hata Bwana alipokuja kutoka kwenye kiti cha Daudi baba yake. Sasa Daudi naye ana kiti, mwasisi wa kiti cha kifalme, lakini Shetani akahakisha anafungulia wizara ya zinaa ifanye kazi na Daudi katika utumishi wake. Sasa angalia, Daudi amekuwa kwenye zinaa, lakini mwanae Suleiman kilichomwangusha nikamkengeusha pia ni zinaa. Akaoa wanawake wa Moabu. Alipo wale wanawake wakaja na miungu yao, na Suleiman na hekima yake yote, lakini alikengeuka, akamwacha akaanza kuabudu masanamu. Lakini anguko lake ni mahusiano. Sasa angalia, wafalme wengi wa Israeli, kati yao wengi kama vile Ahabu alianguka kupitia mkewe Yezebeli, akamwangusha kwenye utumishi, karibu akafanya vibaya sana. Kwa hiyo ili Shetani apate nafasi, anatafuta mtu mwenye cheo, mtu mwenye nafasi fulani, akipitisha kitu kwake kitarithi wengine. Sasa mwasisi wa kabila Yuda amepata changamoto ya kufanya mapenzi na mkwewe. Kwa hiyo hii ni zinaa ya ndugu kwa ndugu. Watoto wa Daudi nao, baada ya Daudi kuanguka kwenye zinaa, mtoto wa Daudi akambaka mwanaye, yule damu yake Amnoni akambaka Tamari. Kwa hiyo zinaa ikaendelea, lakini mwanaye pia Absalom akachukua wake za wanawe akazinao juu ya dari, na watu wakiona katika taifa la Israeli. Kwa hiyo zinaa ikiasisiwa kwenye kabila inaathiri kabila kwa mapana sana. Zinaa ikiasisiwa kwenye ukoo inaathiri wanaukoo, na inakuwa ni zinaa. Naona kwa Daudi ilitokea zinaa ndugu kwa ndugu, watoto wakabakana. Lakini Yuda alifanya mapenzi na mkwewe, mke wa mwanaye aliyekufa, akalala na akapata mimba. Sasa kupata mimba kwa Tamari kuliendeleza kizazi cha kupata mimba kwa mkwe. Sasa na yule mtoto akamwita nani? Yuda. Ni babu yake afu ni baba yake. Angalia picha inapokuwa. Kwa hiyo usishangae kuna zinaa ya ndugu kwa ndugu kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye kabila. Sasa hiyo zinaa imekuwepo, kuna sheria ilitungwa kwamba babu yako alizini na dada yake au alizini na mwanaye. Sasa ile sheria kwenye kiti imesimamishwa ikisema ukoo mzima watazini ndugu kwa ndugu. Lakini mwasisi wa kabila, kama kuna aina, kama mwasisi wa kabila alikuwa na wanawake 7, wengine kwa na wanawake 10. Sasa ameshafungulia zinaa ya aina roho, zinaa ya mitala, ni zinaa ya aina ya ndoa za mitala, kuwa na wake wenza. Sasa kwa hiyo kati nimefanya huduma hii zaidi ya miaka 15. Nimefanya huduma na familia nyingi sana, na nimejifunza vitu vingi. Ni Mungu amenipa uwezo wa kuelewa vitu vingi sana kwenye ukoo, kwenye kabila. Kuna watu wanapita kwenye changamoto ngumu sana ya ndoa, lakini misingi ya ndoa kwao inasema ndoa za mitala.
unapo unapita kwenye changamoto kubwa sana, lakini bibi yako mzaa baba yako alifanya kituko, baba alifanya kituko. Kwa hiyo sasa leo natamani nikushauri kama masomo ambayo nimepita nayo, kama unahitaji kitabu, karibu utapata kitabu. Lakini pia kama kuna changamoto, amenipa neema ya kufanya huduma ya semina makanisani, kufanya makongamano, lakini pia kufanya huduma binafsi. Kama kuna kitu kimekugusa kwenye hii kona ya wizara ya zinaa, kwamba kuna sheria imewekwa kwenu ya ile sheria nasema hapa kwenye ukoo ni ndoa za mitano. Ukitaka kujua kuna sheria namna gani, angalia kwenye ukoo wako kuna zinaa aina gani ambayo imegusa watu wengi zaidi. Sasa nakuta kuna familia, nakuta ukoo mzima kati ya watu 100 ndoa ni moja au mbili, na yenyewe iko sieta, inapumulia mipira, inapumulia gesi. Sasa ujue kwamba kwenye sheria iliyotumwa kwenye ukoo wenu ni kwamba kusiwe na ndoa takatifu. Watu wazini tu, watu wazae tu, lakini wasipate kuwa na ndoa. Sababu fikiri babu mwasisi ukoo Yuda amezini na mkamwana, amezini na mkoa na akapata mimba. Naona sasa jambo hili limeathiri kizazi kizima, hata baada ya kizazi kimeathirika sana. Kwa hiyo matokeo ya kufikiri kama babu anafanya kituko kama kituko cha Yuda inatuhusu hiyo vita pia. Kwa hiyo kama utatamani kupata huduma binafsi, unaweza kapiga namba yangu ya simu hiyo hapo. Mimi sio wale kusema kama nataka nione tuma hela, hapana. Hii ni kadri tunaambiwa kama tumetoa bure, tunatoa bure. Kwa hiyo kama unatamani huduma hii ikufikie nyumbani kwako, unaweza kutumia namba yangu ya simu, kaambia mtumishi, ninaishi nchi fulani, mkoa fulani, ninatamani huduma ya kufanya binafsi kifamilia, naweza nikasafiri nikafika hapo tukafanya. Nimesafiri mikoa mingi sana Tanzania kwa huduma kama hizi kwenye ngazi, na watu wengi wamefunguliwa na shuhuda nyingi sana. Kuna binti moja Nigeria ambaye nishaelezea kidogo mahali kwamba kwenye familia yao kulikuwa kuna agano la zinaa, lakini kumbe agano la zinaa lilikuwa ile agano lilikuwa ni sadaka ya utajiri kwenye familia, kwenye ukoo wao. Kwa kila aliyefunga ndoa ilivunjika, wakaanza akafunga ndoa ikavunjika, wa pili kafunga ndoa, wa tatu akasema sasa mimi nitasimama na Mungu kweli kweli mpaka ndoa yangu isimame. Basi akapambana akawa kwenye ndoa, lakini alijitahidi kuwa mwema kwa asilimia zote. Lakini watu wamwambia kweli, mke wangu, naomba tu nikuache, maana kwa na wewe nahisi na kufa, kwa naomba tu nikuache, kwa umenitendana, lakini naomba nikuache. Sasa yule binti baada yule mwanamke kuacha mume, kumwacha na kutoroka nyumbani, ikabidi akaenda kwa mchungaji. Mtumishi amepata neema kama aliyonipa Bwana, akaomba naye, akamwambia binti, kuna nyumbani kwenu kuna mti, ule mti ni madhabahu ya ukoo, ile madhabahu imefanyia ibada hii na hii. Basi wakafanya maombi, ile madhabahu ilipoanguka, ile kijana akamtafuta yeye, mkango, nimesikia maana kuongea na wewe. Akarudi. Baba yake alipojua kwamba ile ndoa imerudi, aliwafuata, wanaishi Marekani, alitoka je akawapata kule. Mwanangu akalima, naomba ndoa isiwepo, naomba ndoa isiendelee. Akasema ukali, baba, nimefanya maamuzi na tunaomba ndoa inaendelea. Sasa baada ya pale ile baba alifirisika, kwani alikuwa ni bilionea lakini alikuwa ni maskini. Kumbe zinaa ya kwamba ndoa zao ziliuzwa kwa miungu, ili kwamba wanapoachika kwenye ndoa, wanapokuwa zinifu ni ibada kwa kupata utajiri. Na nimekuta kuna familia nyingi ambazo wanazini sana ndugu kwa ndugu, wanapozini mali zinaongezeka. Sasa kwa hiyo kama kuna kitu umejifunza kupitia mafundisho yangu na unahitaji huduma popote pale, basi namba yangu simu iko hapo, nipigie wakati wowote, tutaongea na tutaomba. Lengo langu ni kwamba tunapenda kuambia pia kuna kitabu Kukombolewa katika Agano la Zinaa kiko hapa. Kama Bwana atakupa neema kuhitaji, pia hapa kuna siri kubwa sana ya maombi ya kukusaidia kufunguliwa, sababu tunaweza kukosa maarifa. Hapa kuna maarifa Bwana amenipa kuyawekeza. Kama umeona kuna shida hiyo na tamani kupata kitabu, basi vitabu vipo na kitapopata utachangia gharama shilingi 7,000 tukuchangia gharama ya kutengeneza. Lakini kama uko mbali, basi utaweka hapo na nauli ya usafiri kukufikia mahali walipo. Mungu akubariki, nimshukuru Mungu.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu, ninakushukuru kwa rehema zako na fadhili zako. Ni kweli imekupendeza kutujilia katika majira haya na kutupa maarifa, kutupa ufahamu, kutupa uelewa, Bwana, namna ambavyo tumekwama katika vitu kadhaa, namna ambavyo tumefeli katika changamoto mbalimbali. Baba, tunakushukuru na kulikuza jina lako. Nashukuru Bwana kwa ajili ya wafuatiliaji wangu ambao wanafuatilia Bwana kutoka mataifa mbalimbali. Asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako Bwana. Baba, utukufu na sifa na heshima ni vyako. Naomba neema yako ijie watoto wako wanaofuatilia mafundisho haya Bwana, na kupitia mafundisho haya naomba nguvu zako zifunuliwe kwao, waone wokovu wako na msaada kutoka na kutengua sheria ya viti vya enzi vya Mungu, zile sheria zitenguke ili wapate kuona upenyo wa maisha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli ningetamani kukusomesha vitu vitatu, vitu vichache ambavyo naweza vikakusaidia, vitu vichache ambavyo tutaweza kusaidia hapa. Tumeangalia kwenye kitabu hiki, tunaona kupitia pia Ibrahim, namna ambavyo Ibrahim alipita kwenye changamoto ya kimahusiano, kwa sababu ya kwenye Mwanzo 11 inasema Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Bwana Mungu, uende mbele zangu ukawa mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia, mimi agano langu nitalifanya nawe uwe baba, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika haya tena Ibrahim kuwa baba wa mataifa ipo kwenye kitabu ambacho kiko hapa, lakini pamoja na ahadi hizi za Mungu, Ibrahim alianguka kwenye zinaa, na lakini kupitia ushawishi kwamba moyo wangu sina mtoto, hatujazaa, basi ingia kwa Hajiri hapa upate nini? Upate mtoto. Naona kile kitu kilipofanyika katikati ya familia takatifu, akafungulia mlango wa zinaa. Tunaona baadaye mjukuu anaitwa Yakobo, naye mke alienda kwa mjomba kupata mke, lakini baada ya kufika kule pia kwenye kuozesha akapewa Lea kabla ya Raheli, baadaye tena akapewa. Kwa hiyo akawa alienda kwa mke mmoja akapewa wake wawili, lakini baadaye Raheli akaona hapati mimba, akamchukua kijakazi wake akampa mmewe, akazaa naye akawa na wake watatu. Lakini baadaye Lea alipoona kwamba ameacha kuzaa, akamchukua tena kijakazi wake kuna Bilha Zilipa pale, wakapewa akawa na wake, akawa na Raheli na Lea, Zilipa na Bilha, akapewa akawa na wake wanne. Lakini kila ambacho Sara alimshauri wake kafanyika, kiliendelea kizazi baada ya kizazi. Kwa ni mambo ambayo natamani kujifunza kwamba unaweza kuwa umeokoka lakini unapitia kwenye vita ngumu sana. Kitabu kinakufunza, kitakupa maarifa namna gani uombe uvuke kwenye hiyo vita unayopitia. Lakini pia nafanya pia sana kwenye makanisa, kama wewe ni mchungaji una huduma pia na niko tayari kwa ajili ya miandiko ya semina kwenye makanisa mengi, na nimeshuhudia vitu vya kutisha sana. Makanisa watu wamefungwa, wanamwabudu Mungu lakini wamefungwa na nguvu za giza. Kuna ndoa zimeharibika, ndoa zimepigwa hapo kanisani. Sasa Mungu amenipa ufunuo wa maombi na huduma ya neno la Bwana. Kwa kama Mungu akubariki mchungaji, nikaribishe kwenye kanisa utafanya sasa na watu watafunguliwa, tutamwona Bwana. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu wangu watunze, Mungu wangu azidi kuonekana kwenu na alitukuze jina lake katika jina la Yesu. Amen.